Bana, nyota na nguli wa muziki kutoka katika nchi ya Nigeria, huyu wanamuita Davido, ambaye ni msanii ambaye katika siku za karibuni ameweza kumsaini msanii wake mpya. Na sasa basi msanii huyu wa muziki kutoka katika nchi hiyo ya Nigeria, Davido, hatimaye basi ameonekana akiendesha gari yake la kifahari, hili wanaliita Tesla Cybertruck, miezi kadhaa baada ya msanii mwenzake kumkejeli akidai kuwa alikuwa akijigamba tu bila uthibitisho wa kweli kumiliki gari hilo. Sasa hili limeibua gumzo mitandaoni, kwani mashabiki wake walikuwa wakisubiri kwa hamu kuona ikiwa ni kweli alinunua gari hilo la gharama kubwa na lenye muundo wa kipekee, Tesla Cybertruck. Gari linalotengenezwa kwa kampuni ya Tesla chini ya uongozi wa Elon Musk ni moja kati ya magari yanayovutia wasanii wengi, lakini pia kulingana na muundo wake wa kipekee na muundo wa kisasa ambao basi uwezo wake wa kutumia umeme pekee ni uimara wake wa hali ya juu, ambao mpaka kwa hivi sasa naweza nikasema kwamba ni moja kati ya magari ambayo yanasifika sana ulimwenguni. Kuonekana kwa Davido ndani ya gari hili kumewafanya wengi kumpongeza na kuthibitisha kuwa alinunua kweli gari hili na sio jambo la mzaa kama walivyokuwa nadhani, kwa sababu wengi wao walikuwa wanadhani kwamba Davido, kulingana na kile ambacho alikuwa anajitamba tu, anajitapatapa mbele za watu kwamba anamiliki Cybertruck, lakini mwisho wa siku basi mpaka katika siku ya leo kuweza kuthibitisha na kupanda gari hilo na kuwa analiendesha, basi wengi ndio wameweza kuamini kwamba Davido, msanii wa Nigeria, aliweza kweli kununua gari hilo kweli, huku wengine wakiona hili ni kama vile ushindi tu kwa Davido na dhidi ya wale waliokuwa wakimuonea wivu au wakiwa wanatia mashaka kwa jambo hili ambalo limekuwa likiwa linaleta utata katika nchi ya Nigeria. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ndio haya yaliyojiri katika mitandao, especially hususan katika swala zima la kwa Davido, msanii ambaye anasikilizwa sana katika nchi ya Nigeria, na kwa kipekee ni moja kati, mimi mwenyewe ni moja kati ya shabiki yake pendwa sana, kulingana na kwamba ameanza kukimbiza muziki kuanzia miaka hiyo. Nimeanza kumsikiliza kuanzia 2012-13 na ngoma zake tofauti, na mpaka katika miaka ya sasa bado nazidi kumsikiliza, na matukio yake mengi sana nimezidi kuyaona, na wengi basi wanazidi kupendezwa kwa namna gani ambavyo amekuwa akiwasaidia wasanii wadogo wanaokuja kwenye game, na hata pale wanavyoondoka basi amekuwa hawachaji kitu cha aina yoyote, na utajiri wake ni utajiri ambao unasadikika kwamba wengi wao wanaokadiria kwamba Davido anamiliki pia mali za familia, na ndio maana basi wengi wao wanashindwa kuviweka ndani ya utajiri wa msanii huyo wa Nigeria Davido. Basi mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ndio yale yaliyojiri katika mitandao ya kijamii. Bye bye for now.